na hili swala mpaka waziri aseme tukupe mtoto au tusikupe, na kitu kilikuwa ni kesi ya kutengeneza, na waliitengenezea pamoja na hao watu wa ustawi wa jamii wawili pamoja na polisi wawili waliokaa kikao hicho cha kunitengenezea mimi kesi ya kusema mimi nimembaka mtoto wangu, mimi ninamfanyia vitendo vibaya mtoto wangu. Naitwa Richard Bonifasi, nilikamatwa, mimi ni mkazi wa Ngusero. Ndio, nilipata matatizo, nilifiwa na mke mwaka jana mwezi wa 4 tarehe 24. Baada ya kufiwa ikatokea kuto kuelewana kati ya mimi na familia ile niliyooa. Wakatumia nguvu kuwaeleza jeshi walichokieleza mimi sikijui. Jeshi walikuja wakatoa maelekezo, mwili unaenda kuzikwa kwao Ifakara. Basi kule Monduli walivyosema vile, tukaelekea wakaforce kwamba hawezi kuchukua mwili, na ni mke wangu halali. Tulifunga ndoa mwezi wa 2016 mwezi wa 11 tarehe 12 ndio tulifunga ndoa kanisa la Roma Katoliki Bomang'ombe. Kwa hiyo mimi nikashangaa kwa nini ni mtu nimelipa mahali 2.3 milioni, nimeoa kwa halali kabisa, na ugomvi walikuwa ni wao kati ya mke wangu na ndugu zake, walikuwa hawaelewani baada ya kutofautiana. Yeye alivyotoa gari za kuja kuwaleta kwenye harusi wakakataa kupanda, ndio ugomvi ulianziaga hapo. Sasa baada ya hapo nikajua ni bifu imeisha, lakini kumbe bifu ilikuwa inaendelea kimya kimya. Sasa mimi kwenye ugomvi wao ulikuwa hunihusu, lakini baada ya kuuguza mke wangu peke yangu miaka 4 na alipokuja kufariki alifia hospitali ya Mwananyamala, ndio tukampeleka kwenye hospitali ya Lugalo kwenda kwa ajili ya kupumzishwa pale kusubiri utaratibu wa kusafirishwa kwenda kuzikwa. Sasa hapo wakatengeneza mazingira kwamba mimi sintapewa mwili utakwenda kuzikwa kwao. Ndipo ugomvi ulikoanzia, na tukaweza kwenda huko, nikaona nikamwekea udongo wa mwisho, nikaenda kumwekea udongo wa mwisho mke wangu, na tukarejea kurudi Arusha mimi na mtoto wangu. Tuliporudi Arusha ndio ugomvi, nikakuta nyumbani kwangu kumevunjwa, na kulivovunjwa chumbani kule kumevunjwa, na ambapo kule ndani kulikuwa kuna pesa taslim milioni 12.7. Na baada ya hapo mimi, wanajeshi walisema walikuja kutoa kombati zao tu. Nikasema kwa nini msinisubiri mpaka mimi nifike ili hizi kombati ni wakabidhi mimi ambaye tayari mimi ndio mume wa marehemu? Kwa nini mlienda kutoa kombati bila mimi kuwepo? Wakasema walimtumia mwenyekiti na balozi. Mimi nilikwenda kwa mwenyekiti na balozi, akasema mimi niliitwa siku ya pili, wameshakuja wametoa kombati na wameshafanya vurugu zao, wakaja mimi niwe kama shahidi, nikasainishwa vitu vilivyopo ndani ndio vikaachwa. Kwa maana hiyo sasa mimi nikaona tayari wameshafanya ukosefu, na mwenyekiti akasema mimi sijahusika kuona nguo zikitolewa na wala hela zikitolewa. Mimi nilikuja kuhakikisha wanahesabu vitu tu, ndio waliniita siku ya pili. Sisi tulivyokuwa pale Lugalo walininyima mwili kabisa, wakasema tukupi mwili. Nikaamba jamani, na vyeti vyangu vya ndoa hivi viko Arusha. Akati huo sijui kama wameshaniibia. Wakasema kama una vyeti vya ndoa kavitoe. Na huku mimi nilikuwa sijui kama nimeibiwa. Nikasema basi vyeti viko nyumbani Arusha chumbani. Kwa maana hiyo sasa mimi, baada ya hapo wakaona nimewashinda, wakasema huyu atatukoma. Wakaandaa mpango, kuna baa fulani walikaa, walikuwepo polisi wawili, walikuwepo watu wa ustawi wa jamii wawili. Wakazungumza na huyo bwana, fedha ikatolewa ili wanichafue kusema mimi nafanya mapenzi na mtoto na lala na mtoto. Ndio kilichoandikwa kwamba waziri mkuu aingilie kati na waziri wa ustawi aingilie kati, kwamba huyu mtoto anabakwa na baba yake, mtoto huyu analawitiwa na baba yake. Sasa baada hiyo issue ikarushwa kwenye media, ikarushwa kwenye mitandao yote, mimi nikaanza kutafutwa na polisi nikamatwe. Mimi nikaenda Mtumba Nizalani kwenda kujisalimisha. Nilipofika Mtumba pale nikawaeleza, nikakutana na dada mmoja, nikamueleza ustawi, akasema yani tunakutafuta, waziri kashatoa tamko ukamatwe. Nikamwambia mimi nimekosa nini? Basi baada ya hapo walinikamata, nikafungwa pingu. Mimi nikakaa siku 5 pale Dodoma, nikaletwa Arusha kuja kujibu hizi tuhuma za mtoto mimi kumlawiti sijui
mzorotesha kimasomo, yote wakatengeneza pale. Kwa mimi nilipofika hapa Arusha nikapokelewa, nikapigwa, niseme mtoto yuko wapi? Mimi nilisema mtoto yuko kwa mamangu Mwanza siku nyingi. Nilipokabidhiwa kutoka siku ile na ofisi ya mkuu wa mkoa, mtoto nilimsafirisha Mwanza. Hayuko hata Arusha. Aletwe. Basi mtoto nikampigia simu mama, akaja na mtoto wangu mpaka Arusha. Mama alipofika Arusha akampima mtoto. Nani wao wakasema tunaenda kumpima mtoto, wakamnyang'anya polisi mama mtoto. Walivyomnyang'anya wakasema tunaenda kumpima. Walivyoenda kumpima, walikwenda hospitali kama 3 tofauti. Wakakuta hakuna kitu chochote. Na kila wakimhoji mtoto anasema mimi babangu hajawahi kunitesa, hajawahi kunifanyia kitu kibaya chochote. Ndio wakaanza kuongea na mimi. Na maana na mimi sasa ndio nikaja nikaachiwa kwa dhamana, nikaambia na ripoti polisi, nikaripoti. Baadaye akasema huna kesi ya kujibu. Sasa nikadai mtoto, na muomba mtoto wangu. Wakasema hatuwezi kukupa mtoto, wala sasa hivi huwezi kumuona mtoto. Na hili swala mpaka waziri aseme tukupe mtoto au tusikupe.